Wanaume wa Katoliki ni nguzo imara hekalu la Bwana. Mara nyingi huwa ninaongea na wanaume wenzangu, tulikuwa tunatumia kanuni ambazo ndugu zetu wa Dar es Salaam waliziandaa na wakiongozwa na viongozi wetu wa kiimani, basi kanuni zile ziliendea kote. Lakini ukisoma kwenye katiba ya halmashauri ya walei taifa ya mwaka 2019 sura ya 3 ambayo inasema vyama vya kitume viwe na katiba, na kama katiba yao haijitoshelezi inaweza kukopa kwa kutumia mwongozo mama ambayo ndio katiba mama ya halmashauri ya walei taifa. Kumbe sasa tumepata katiba yetu rasmi. Tunaamini mle ndani ukiipata na ukaisoma kuna kila aina ya miongozo. Na mwongozo halisi ambao hasa ulikuwa unatusumbua au kuna mkanganyiko kati yetu sisi wanaume hasa kwenye muundo wa vikao. Japo tulikuwa tunatumia kanuni ya halmashauri ya walei wakati mwingine tunapokwama, lakini sasa inatueleza mikutano yetu itakuwaje. Lakini sehemu nyingine ambayo ilikuwa inatusumbua nayo, wale viongozi kazi zao kuu za viongozi, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi na mweka hazina. Urahisi kwetu ilikuwa ni mweka hazina, lakini mwenyekiti na hivi vingine tulikuwa tunataka muongozo ambao utatusaidia kwa usahihi. Kumbe sasa niwaalike wanaume wenzangu hasa viongozi. Na kama ninavyosema tunakopa kwenye katiba ya halmashauri ya walei, ambaye anapaswa kuifahamu na kuitafsiri kwa usahihi katiba ni katibu. Kumbe mimi kama katibu wa jimbo Katoliki la Dodoma, lakini kwa nafasi nyingine ambayo nina jukumu kama katibu wa UWAKA Metropolitan ya Dodoma, ikiwa na maana Kondoa, Singida na Dodoma yenyewe, nimefurahi sana kupata muongozo huu wa katiba hii ambayo naamini sasa itanisaidia kuwaongoza wanaume wenzangu na kumshauri vyema mwenyekiti wetu. Kwani katiba mama naye inasema kazi kubwa ya katibu ni kumshauri mwenyekiti, lakini kuwaunganisha wana chama au tuseme wana umoja au wana waume wote katika kuendeleza kanisa. Nguzo imara hekalu la Bwana. Basi wote tununue katiba hii. Asanteni sana. Basi kwa jina naitwa Sylvester Musomi, katibu wa UWAKA ngazi ya taifa. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, kwa zawadi ya uhai hasa kwa wanaume wote wa Tanzania. Lakini kwa namna pekee ni mshukuru Mwasham Baba Askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dodoma, Mwasham Kibozi, kwa kutuzindulia katiba yetu hii ya leo ambayo kimsingi tuliisubiri kwa muda mrefu. Kwetu sisi ni jambo la kujivunia, lakini jambo la kumshukuru Mungu kwamba amejibu maombi ya wanaume wengi ambao walikuwa wakihitaji. Kimsingi tunatazama nini kuhusu katiba? Katiba kimsingi tunapata sasa kuunganishwa jimbo zima, kwa sababu kwa historia ziko zaidi ya katiba na kanuni nyingi ambazo zilikuwa zinatumika katika nchi hii. Lakini kuanzia leo tarehe 13 mwezi wa 9 2025 sasa taifa zima wanaume wa Katoliki wanaunganishwa na katiba moja. Nini tutegemee kulingana na hii katiba? Moja, tunaunganisha wanaume wote katika maudhui ya aina moja, kwa maana tunanena kimoja. Lakini pia mwelekeo wetu tunanena yale ambayo pengine yanatustahili wote kwa nchi nzima. Wito wangu kwa viongozi wote wa UWAKA ngazi zote waweze kuisoma hii katiba ambayo ina mwongozo wa UWAKA kuanzia ngazi ya taifa mpaka jumuiya.